Mama na baba mko wapi? Ndio swali walilosalia kujiuliza watoto hawa wakati ya umri wa miaka 7 na 2. Hawajawaona wazazi wao kwa siku kadhaa sasa. Mara ya mwisho kuwatia macho walikuwa wakizozania kutokuwepo kwa chakula nyumbani. Nilipata hawa watoto wakitembea tu kama hawajiwezi kabisa completely. Nikaona miguu imefura, macho ilikuwa nyeupe, mwingine nikapata amelala tu flat kwa nyumba. Sasa nikakimbia kwa jirani kutafutia chakula. Ni kukufa ndio walikuwa wanakufa, lakini sisi majirani tukakuja tukawaokoa. Korir mwenye umri wa miaka 7 akiachiwa jukumu la kuwatafutia namna wenzake, asijue anzie wapi amalizie wapi. Kitu ile ilifanya wazazi wakatoroka. Ni kwa sababu tu ya njaa, hawana mapato yoyote ambaye wangepata pia waweze kulisha hao watoto. Kwa sababu ni watu tu walikutania penye walikutania na wakaweza kuzaa watoto. Ikiarifiwa kuwa baba yao huonekana kunakouzwa pombe haramu. Sababu hata mzee kwamba unaona hapa hajalima mahindi. Sasa akiona watoto kilia na amua tuache atoroke, labda hiyo ni moja ya solution. Masaibu ya watoto hawa yanakisiwa kuwaathiri wengi katika kaunti ya Pokot, huku makali ya njaa yakisababisha wengi kukosa kwenda shuleni kwa sababu mpango wa lishe shuleni umekwama. Watu milioni 1.3 nchini wanakisiwa kuathirika na baa la njaa, huku kaunti 5 zikikabiliwa na makali ya njaa nchini. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.